Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mohammed bin Salman, mwanamfalme wa Saudi Arabia, anamhimiza rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kuipiga Iran vikali. Ripoti inaelezwa kwamba ni kufuatia ushauri ule wa marehemu mfalme wa Saudia Abdullah, ambaye imesemekana aliwahi kuiambia Washington mara kwa mara kumkata kichwa nyoka. Mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amekuwa akimshauri rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kuwapiga wa Iran. Maafisa wa White House waliambia New York Times katika ripoti iliyochapishwa siku ya Jumapili. Hii inafuatia ushauri ule wa marehemu mfalme wa Saudia Abdullah, ambaye inasemekana aliwahi kuiambia Washington mara kwa mara juu ya kupambana na wa Iran. Wakati huo bin Salman na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed walifanya mazungumzo siku ya Jumatatu leo, huku kukiwa na maswali yanayoongezeka juu ya kama mataifa ya Ghuba yataendelea kuepuka makabiliano ya moja kwa moja ya umma na Tehran. Al Arabiya imeripoti. Viongozi hao walisema kuendelea kwa mashambulizi ya kidhalimu ya Iran katika nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba GCC kunawakilisha ongezeko la hatari ambalo linatishia usalama na udhibiti wa eneo hilo, ripoti hiyo ilieleza na kubainisha. Viongozi hao pia walisema kuwa nchi zilizo katika Baraza la Ushirikiano la Ghuba zitaendeleza juhudi za kutetea maeneo yao na kutoa rasilimali zote zinazopatikana kusaidia usalama wa eneo hilo na kudumisha utulivu. Iliwapa tahadhari viongozi wa mataifa ya Ghuba kwamba hawapaswi kushirikiana na Marekani kwa namna moja ama nyingine, lakini pia Iran iliwataka viongozi hao ili waweze kusalimika wanapaswa kufunga balozi za Marekani, lakini pia kambi zote za kijeshi za Marekani zilizopo katika mataifa hayo. Zaidi ya hayo, baada ya wiki mbili za vita na licha ya zaidi ya makombora 2000 na ndege zisizokuwa na rubani kurushwa na Iran kuelekea katika mataifa ya Ghuba, shambulio la kulipiza kisasi la umma dhidi ya Iran bado halijaonekana kukaribia. Kulingana na vyanzo kutoka mataifa ya Ghuba waliozungumza na Jerusalem Post, moja kati ya magazeti ya nchini Israel, inadaiwa kwamba moja ya sababu ambazo hawajafanya mashambulizi ni kutokana na wasiwasi wao kuhusu siku zinazofuata. Sababu nyingine ambayo mataifa ya Ghuba yanasitasita kushambulia Iran ni hofu inayoongezeka kubwa ya mashambulizi ya Iran, ikiwa ni pamoja na upanuzi wa orodha ya shabaha zinazoweza kupigwa kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani za nchini Iran. Hata hivyo, Iran iliwahi kusema kwamba haina nia kuzishambulia nchi hizo, lakini ni Marekani ambayo imesababisha mashambulizi hayo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian aliomba radhi kwa mataifa ya Ghuba, lakini pia alieleza wazi kusema kwamba wao moja kati ya shabaha ambazo wanazitazama ni kushambulia maeneo yenye ngome za kijeshi za Marekani, lakini pia na maeneo yote ambayo Marekani inanufaika nayo katika eneo hilo la Ghuba. Hata hivyo, baadhi ya makombora yalifika katika maeneo yasiyokuwa na mali za Marekani. Kwa maana hiyo, makombora hayo yalifika katika baadhi ya maeneo ambayo ni ya umma na ni kwa ajili ya mataifa hayo ya Ghuba. Kadhalika, inatajwa kwamba mashambulizi ya Iran yanaendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, huku mengi yakiripotiwa katika nchi ya Saudi Arabia, lakini pia katika taifa la Iraq na hata huko Jordan na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Endelea kutufuatilia mtazamaji wa The World News, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World.